Walivyokuta kwenye begi lake. Lakini ajabu wakalilizi picha za dawa za kawaida, dawa za maumivu au za tumbo, kwa sababu ni fragile, nimeambiwa ni fragile, na dawa za maumivu ya kichwa. Lakini story ikaenda kwenye mitandao kwamba Suezi amekutwa na dawa. Maana yake ni kuandaa. Kwa nini hawakusema kwamba Suezi amekutwa na shilingi 420, amekutwa na nguo, amekutwa na simu na vitu vingine vyote walivyovikuta? Kwa nini waseme kuhusu dawa peke yake? Kwa nini? Nchi hii level ya professionalism haipo kabisa. Sisi tumezungumza katika nchi hii, unategemea nini? Wao wenyewe ndio wamechukua sample, wao wenyewe ndio wanatunza sample, wao wenyewe ndio watapima mkemia mkuu wa serikali au ofisi ya serikali nyingine yoyote. Lakini hata hao watu tuliowasubiri kwa siku 3 wamekuja kutoka Bugando na kutoka Geita. Kabla ya kufanya postmortem ambayo tulikubaliana tufanye asubuhi, wakasema tunasubiri mtu mwingine kutoka Kilwa Road. Lakini wakati huo wakaenda kwenye kikao na mkuu wa mkoa. Mkuu wa mkoa ambaye tayari ameshasema kifo cha Suezi ni kifo cha kawaida. Wameenda kuzungumza nini kwenye kikao na mkuu wa mkoa? Kwamba Suezi amekufa kifo cha kawaida. Tungeweza kupata sample za Suezi. Labda tukasema sample moja wachukue watu wa serikali, sample nyingine chama kichukue, na sample nyingine familia ichukue, tupeleke maabara labda nje ya nchi, nyingine iende Ujerumani, nyingine iende wapi, ili tuondoe utata kwenye kifo hiki. Lakini sample zote wamechukua wao, na wamechukua kwa makusudi wao, wamebaki nazo wao. Wanataka kusema nini ndugu zangu? Huyu bwana amekuwa na mimi miaka mingi sana. Mwaka 2017 Suezi alishambuliwa, mimi nikiwa bunge. Hawa anakumbuka. Akakatwa na mapanga. Kwa mimi naamini ni mtu ambaye alikuwa mwaminifu kwangu kwenye maisha yangu. Pengine amebeba lile ambalo walikusudia nibebe mimi. Naamini hivyo. Naamini hivyo. Kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa tayari kutoa maisha yake kwa ajili yangu. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yake. Amekuwa mtu mwaminifu sana kwa na kwa familia yetu. Wetu Suezi. Leo tunakuaga. Kifo chako kimeniachia simanzi kubwa na utata mkubwa sana. Nimekuwa na wewe maisha mengi sana. Kama alivyosema naibu katibu mkuu, Suezi hata siku mtoto wake Aksa anazaliwa, hawa nakumbuka. Amekuwa rafiki yangu sana. Ni mtu ambaye kwa nidhamu yake alisema hata simu ya smartphone hataki kutumia, kwa sababu hataki kukaa na chati hivi wakati anaendesha gari. Alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana. Nimekaa na madereva wengi sana. Sijui kama nitapata mtu kama yeye. Nimeumia sana kwa kiwango kikubwa. Lakini nataka niahidi mbele yenu. Dunia hii tuwe hai au tuwe tumekufa, tutajua kilichomkuta Suezi na tutajua kilichowakuta watu wengine wote. Kuna watu kwa makusudi wanataka kupeleka nchi hii shimoni. Na mkisema hamo nchi hii ikiharibika, hata dini haitahubiriwa. Nchi haiwezi kuongozwa kwa hofu. Hatuwezi kuendesha nchi hii kwa kujaza watu hofu, kwa kuua watu, kwa kutisha watu. Haiwezi kwenda.
Mambo haya dunia inatufundisha na historia inatuambia. Watu hawana imani na vyombo vya dola. Mimi binafsi naweza sina imani na jeshi la polisi. Wameuawa kwa maelfu tarehe 29. Na watu wanataka kugeuza wasingizie watu wengine. Kwa sababu watu wanasema tutendeane. Nataka nimalize kwa kusema kwako hao. Swezi najua alikuwa mpambanaji sana. Na wewe unajua familia yako. Sisi chama chetu hiki hatulipani fedha nyingi labda kama wengine walizonazo. Kuna wakati watu wanasafiri bila malipo, tunaenda sehemu tunapata mafuta tunaendelea. Lakini wewe unaona anaweza ikae vizuri. Nataka nikuhakikishie kwa niaba ya familia yetu tutaezeka ile nyumba na tutaimalizia kabisa utakapo nyumbani. Hatuwezi kukuacha. Lakini wakati mwingine yeye ananishtakia kwa hawa, wakati mwingine mimi namshtakia kwa hawa, namshtakia kwa mzee Mrusuli, wanamrudisha, wewe unaenda wapi? Unafanya nini? Kwa nini unafanya hivi? Lakini ni mtu ambaye tumepatana sana kwenye maisha yetu. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana viongozi wote wa Chadema nchi nzima mliokuja. Kipekee nakushukuru sana na Zitto Kabwe. Bayona njoo. Bayona ni mdogo wake Zitto. Tangu siku ya kwanza tumepata matatizo haya. Tulienda jioni kuhani msiba wa mama yake, Mama Shida Salum, ambaye alikuwa mjumbe wa kamati kuu. Tulienda na Swezi. Asubuhi Swezi akafa. Tangu siku hiyo Bayona amekaa pale hospitali, hata nguo sidhani kama amebadili. Na yeye ndiye aliendesha mwili wa Swezi tangu Kigoma mpaka hapa. Kwa niaba yetu na watu wa Tarime na hawa na familia yetu, utupelekee shukrani zetu kwa Zitto. Tunamshukuru sana. Na mafuta, ametoa gari, akaweka mafuta kwenye hiyo gari. Mimi nimeguswa sana, nimeumia sana kwa kiwango kikubwa. Lakini siwezi kurule out kwamba huu msiba ni msiba wenye utata mkubwa, ni msiba ambao mimi naamini is not a natural death. Swezi hajafa kifo chake cha asili. Viongozi wa dini mtatusaidia. ST Bongo, nyumbani kwanza.